Kanisa na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amjamboni. Nachukua nafasi hii kusema karibuni katika ibada yetu ya siku ya leo, tarehe 7 mwezi huu wa 6. Mungu amekuwa mwaminifu, ametulinda kwa miezi ambazo zimepita, na tunasema tushukuru Mungu jinsi ameweza kuwa pamoja nasi. Kabla sijakaribisha spika wetu ya siku ya leo, ningependa kuwashukuru kwa kazi mbalimbali ambao mmesimama na kanisa. Asante kwa matoleo yenu, asante kwa fungu, asante hata kwa kutembelea wachungaji mwezi uliopita. Waja Mungu aendelee kutubariki na tuendelee kuombea taifa letu tunapojitayarisha kuweza kukamilisha mambo ambayo inahitajika ili waturuhusu tuweze kurudi kanisani. Kwa hivyo siku ya leo na nafuraha kukaribisha spika wetu ya siku ya leo ambaye atakuwa Reverend Kimnyikei, ndio anatupatia neno la Mungu siku ya leo. Kwa hivyo tuombe ili nimkaribishe. Tuombeni. Mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, tuaja mbele yako Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 6. Wewe Mungu umekuwa mwaminifu, umeweza kusimama na sisi, umeweza kutuongoza na umeweza kuwa mchungaji mwema katika roho zetu na hata katika makanisa zetu. Naomba sasa ya kwamba tunapoenda kuletewa neno la Mungu, naomba uweze kumtumia mtumishi wako kwa uwezo wako na nguvu zako. Hatutasahau kuombea taifa letu. Hatutasahau kuombea makanisa zetu na Wakristo wetu wote mahali pote walipo. Endelea Mungu kukinga watu wako na utufiche katika nguvu zako za kipekee. Ili Mungu tuendelee kukushukuru kwa sababu ya mapenzi yako. Wala ambao labda wamepatwa na shida hii, tunaendelea kuwaombea uponyaji tokayo kwako. Asante kwa madaktari jinsi wanavyoendelea kuwasaidia. Bwana waepushe na walinde wanapookoa maisha ya watu wako. Utubariki sasa tunaposikia neno lako. Maana naomba nikushukuru katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Karibu mchungaji. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ametupea siku hii ya leo tuweze kusikia neno lake. Kwa majina naitwa Reverend Kimnyikei. Jinsi mnavyojua kwamba tulipoanza mwaka tulisema ya kwamba tunataka kufanana na Yesu Kristo. Na katika kufanana na Yesu Kristo tunataka tufikirie kama Yesu Kristo, tuhisi kama Yesu Kristo na tutende kama Yesu Kristo. Na tulipoona mstari ambao inatuelekeza, tukaona Wakorintho wa 2:3 mstari wa 18 sehemu ya B, ambayo inasema kwa Kiingereza, and as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like him and reflect his glory even more. Njia ambayo tunaweza kufanana zaidi na zaidi na Yesu Kristo ni ile hali ya kuruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani ya moyo wetu ili tuweze kufanana na yeye katika kufikiria kwetu, katika kuhisi kwetu na katika kutenda kwetu. Na katika hiyo hali tukasema ya kwamba kitabu ya Matendo ya Mitume ndio tutaweza kuonekana tutaweza kuona uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Maana ilipoongoza Wakristo wa kwanza, watumishi wa kwanza, na ilipoongoza wote, tunaona kanisa ilipata kufaulu katika maisha yao. So tunaanza siku hii ya leo katika mafunzo ya kujifunza kuhusu Matendo ya Mitume. Ninaamini ya kwamba kila wakati utakuwa tayari kusikiliza na utakuwa tayari kuona uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Wakristo wa kwanza, tukijifunza kupitia wao. Siku hii ya leo niko na furaha kuanzisha kuleta introduction ya kitabu hiki ya Matendo ya Mitume. Iliandikwa na Luka mtakatifu katika mwaka wa 63 AD baada ya Yesu Kristo. Na tunajua kwamba huyu Luka ambayo ni mtumishi wake Mungu alikuwa physician, alikuwa daktari. Na ukisoma katika Wakolosai 4 mstari wa 14, Biblia inasema Luka daktari wetu mpenzi na Dema wanawasalimu. Mtumishi wa Mungu Paulo
anajua yeye ni daktari. So ni neema kuona ya kwamba daktari pia alikuwa mtumishi wa Mungu. Maana alikuwa pamoja na Paulo katika safari yake ya umishonari wa pili, ukisoma katika Matendo ya Mitume. Pia ukisoma Filemon 24 inasema kwamba nao akina Marko, Aristako, Dema na Luka wafanyakazi wenzangu wanakusalimu. Paulo anajua kwamba yeye ni mfanyakazi mwenzake. Wanafanya kazi ya huduma pamoja katika huduma ya kuhubiri neno la Mungu. Hii kitabu ya Matendo ya Mitume, Luka aliandikia nani? Tunaonyesha kwamba alimwandikia Theophilus. Ukisoma katika mstari wa kwanza, mlango wa kwanza inasema, kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theophilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Anasema kwamba katika ile kitabu ya kwanza ambayo anasema kuhusu Luka mtakatifu. Ukisoma katika Luka mlango wa kwanza pia mstari wa kwanza na kuendelea inasema, Mheshimiwa Theophilo, watu wengi wamejitahidi kuandika juu ya mambo yale yaliyotendeka kati yetu. Walioandika kama tulivyoelezwa na wale walioonana mambo hayo kwa macho yao tangu mwanzo na waliotangaza ujumbe huo. Inafaa nami pia, Mheshimiwa, baada ya kuchunguza kwa makini mambo yote tangu mwanzo, ni kuandikie kwa mpango, ili nawe uweze kujionea mwenyewe ukweli wa mambo yale uliofundisha. Tunaambia kwamba huyu Luka aliweza kuandikia Theophilo. Na katika kuelewa Theophilo ni nani, tunaambia kwamba yeye alikuwa mheshimiwa katika kule Rome. So alikuwa mtu ambaye alikuwa na nafasi kubwa. Ni mtu ambaye pia ukisoma katika maisha yake alikuwa amebarikiwa kwa njia zote na ni mtu muhimu sana. Sababu Luka alimwandikia Theophilo, kuna uwezekano alikuwa anajua, anataka sana kujua kuhusu Yesu Kristo, alitaka sana kujua kuhusu hayo mambo. Lakini lengo la kitabu hiki sio tu kulenga Theophilo, lakini ni kutufundisha kuhusu yale Yesu Kristo alipoenda alisema kwamba Roho Mtakatifu anakuja. Na Roho Mtakatifu alipokuja, nafasi mkuu ambayo Luka ametumia katika kitabu hiki ni kutufundisha juu ya Roho Mtakatifu katika kanisa lake. Na unapoangalia hiki kitabu, bila kitabu hiki hatungeweza kujua historia baada ya Yesu Kristo. Tungepata tu mafundisho katika usemu ya Paulo. Lakini kitabu hiki ni muhimu sana kwa sababu baada ya maisha ya Yesu Kristo tunaambiwa kuhusu uongozi wa Roho Mtakatifu. So nataka tuangalie katika kitabu hiki ni mambo gani ambayo tutaangalia tunapoendelea. Ya kwanza, itatuonyesha kuhusu nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunashukuru Mungu kwa hilo. Kwa sababu unaona mstari wa pili, mlango wa pili mstari wa 4 inasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha mbalimbali kadiri Roho ilivyowawezesha. Inamaanisha kwamba katika kujazwa Roho Mtakatifu, katika Roho Mtakatifu kuchukua mamlaka katika maisha wa Kristo, walipata uwezo ya kuweza kuongea lugha mbalimbali. Na ajabu ni kwamba hapa tunajua watu wengi, Wayahudi wengi kutoka dunia nzima walikuwa wamekuja katika siku hii ya Pentekoste. Na wote walikuwa kutoka sehemu. Na katika hapo hali walipojazwa na Roho Mtakatifu hao wa Kristo, kila mtu aliweza kusikia sauti ya lugha yake. Na hiyo ni uwezo ya Roho Mtakatifu. Inatuonyesha kwamba tunapokuwa na Roho Mtakatifu inatupea nguvu na uwezo ya kuweza kufanya yale ambayo kwa mawazo ya watu haitawezekana. Maana hiyo lugha hawakufundishwa. Ilitoka mbinguni jinsi maandiko inavyosema. Katika pia Matendo ya Mitume 4:29 inasema, lakini sasa Ee Bwana, angalia vitisho vyao. Utawezesha sisi watumishi wako kuhubiri neno lako kwa uhodari. Nyosha mkono wako ili uponye watu. Fanya ishara na maajabu kwa jina la Yesu mtumishi wako mtakatifu. Walipomaliza kusali,
pale mahali walipokuwa wamekutanika pakatikizwa, nao wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote wakaanza kuhubiri neno la Mungu bila woga. Tunaambia kwamba katika kuongozwa kwa Roho Mtakatifu, Wakristo wa kwanza walihubiri neno la Mungu bila woga. They preach boldly. Hawakuwa na ile hali ya woga katika maisha yao. Waliweza pia kufanya ishara mingi katika maisha yao. Waliweza kusimama kwa sababu ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ninasema nini? Hii ni fundisho kwetu kwamba ili kanisa la leo lipate kusimama katika kuhubiri Injili, lazima tuwe na uongozi wa Roho Mtakatifu. Lazima turuhusu Roho Mtakatifu atawale maisha yetu, atawale fikira zetu, atawale hisia zetu, atawale matendo yetu, ili tuwe na ujasiri ya kusimama imara katika kuhubiri neno lake. Pili, hiki kitabu inatuonyesha jinsi maandiko ilivyoanza na ikapanuka katika kule Rome. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8, maandiko inasema katika Kiingereza, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in all unto the ends of the earth." Inamaanisha kwamba mtakapopata uwezo wa Roho Mtakatifu, sasa mtaanza kuhubiri neno la Mungu mkianzia Yerusalemu. Tutakapokuwa tukijifunza, utaona kule Yerusalemu ni Petero, Yohana na Stefano ndio walihusika pakubwa katika kueneza Injili. Na baada ya hapo tena tunaambiwa the disciples were scattered. Ukisoma katika mlango wa 8 mstari wa 1, na tunaambiwa Philip pia aliweza kuhubiri kule Samaria. Na baada ya hapo Paulo akashika Injili kupeleka dunia nzima ya wakati huo. Maana ya hii ni nini? Mungu anapotupea Roho Mtakatifu, sisi wa Kristo tuko na jukumu la kuhubiri neno la Mungu kuanzia dunia yetu, kuanzia Yerusalemu, watu ambao tuko karibu na hawa. Bwana asifiwe. Mimi naamini hii COVID-19 kwa njia moja imekuwa sauti Mungu anasema enda Yerusalemu. Wengi wetu hatujakuwa na nafasi katika maisha yetu ya kuhubiri katika Yerusalemu, katika manyumbani mwetu. Lakini hii wakati wote tumekuwa pamoja katika jamii zetu. Na ninaamini ya kwamba tumejengeka. Nimekuwa nikitembea na kichunguza, nikapata katika familia nyingi tayari wamepata kujua huyu fulani ni mhubiri, huyu ni mwimbaji, huyu anaweza fanya hii na hii. Na hiyo ndio njia utaweza sema ya kwamba Mungu ametutumia. Na ninaamini ya kwamba tutatumia hiyo nafasi pia kuhubiri neno la Mungu. Unaona kuna mtu aliyebagawa na pepo, alikuwa demon possessed. Ukisoma Luka 8 na katika mstari wa 39 Biblia inasema go back home and tell how much God has done for you. Alikuwa amebagawa na pepo, na katika kufunguliwa akapata amani, akapata Yesu Kristo. Ikawa ujumbe wa kwanza, enda nyumbani pale ukahubiri neno la Mungu. Ninasema kwamba so the man went all over town telling how much Jesus had done for him. Alienda dunia yake, nyumbani kwake, town yake ya karibu, akahubiri neno la Mungu. Wa Kristo tuhubiri neno la Mungu katika sehemu yetu. Pili, maandiko inasema kwamba Judea na Yerusalemu, hawa ni watu ambao wako karibu, lakini sio karibu vile, ni tofauti na sisi. Ukisoma katika Marko 10:29 Biblia inasema Jesus replied, "Let me assure you that no one has ever given up anything for the love of me to tell others the good news, who won't be given back 100 times over." Kama utachukua hatua kuhubiri neno la Mungu ili ifikie watu wengine, Mungu atatubariki. Na sehemu ya 3 inasema ends of the earth, everybody else, tufikie watu wengine. Na ukisoma katika Marko 16:15 inachangia kusema go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Enenda kila mahali. Hii kitabu utaona vile Roho Mtakatifu ilivyotumia watu kueneza Injili katika maisha yao. Na mwisho maandiko inasema kwamba hii kitabu
itatufundisha kuhusu kanisa iliyo na afya. Na kanisa ambayo iliyo na afya, tukiangalia katika Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 41 hadi 47 inaongea kuhusu kanisa ambayo ilikuwa na afya, na ilikuwa na mambo 5 ambayo kama kanisa letu tumeweka kuwa pillars zetu. Ya kwanza, walikuwa na ushirika. Maandiko inasema nao waliolipokea neno lake wakapatizwa. Walipoamini wakaletwa katika ushirika. Ushirika ya kuwa katika familia ya Mungu, kuwa familia kanisa fulani, ushirika katika maisha yao. Na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Walikuwa katika ushirika ya kuweza kumega mkate, walishiriki na kusali pamoja. Na siku zote kwa moyo moja walihudumu ndani ya hekalu. Pili ni discipleship. Wakawa wakidumu katika mafundisho. Wakristo ambao walipenda neno la Mungu. Ninaamini ya kwamba wewe ni Mkristo ambayo utapenda neno la Mungu tunapoona kitabu hiki. Tatu ni ministry. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Walikuwa na moyo ya kusaidiana. Na hii ndio wakati nitasema Wakristo tukumbuke wale hawana, tusimame na wao, kwa sababu kanisa la kwanza ambayo ilikuwa na afya hawangeweza kuacha mtu angeweza kuuza mali zao na kusimama na wao. Hii ndio wakati tunaweza simama na watu kama hao. Na tunaona ingine pia ambayo ni worship. Wakamsifu Mungu. Kila wakati waliweka Mungu mstari wa mbele. Na mwisho mission. Bwana akalisidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hii kitabu wapendwa, tunapopitia kuanzia mwanzo hadi mwisho, mimi nina uhakika ya kwamba tutakuwa tumeona nguvu na uwezo ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, katika kutuongoza kusimama imara, kuhubiri neno la Mungu, na pia kuwa kanisa ambayo iliyo na afya katika maisha yetu. Mbarikiwe sana, tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa nafasi ambayo umetupea tuweze kujifundisha kuhusu kitabu hiki ya Matendo ya Mitume. Ni kitabu ambayo itatupea nafasi kufanana na wewe katika kufikiri kwetu, kuhisi kwetu na kutenda kwetu, kwa sababu kanisa la kwanza ambalo tutakuwa tukiangalia walipoongozwa na Roho Mtakatifu, tunaona utofauti kabisa katika maisha yao. Tunaomba Mungu kwa uwezo wako wa Roho Mtakatifu utufundishe, tuwe tayari kila wiki kusikia neno lako katika kitabu hiki. Ututumie kwa mapenzi yako. Naomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye amenisikiza, ili Mungu mpe neema, aruhusu Roho Mtakatifu ichukue mamlaka katika maisha yake, ili tupate uwezo na nguvu ya kusimama na kuhubiri neno lako, na kusimama katika pengo na kuwa na afya katika maisha yetu. Tuongoze katika jina la Yesu Kristo, tunajiweka mbele yako. Tuweze sahau pia watu wako wanapotoa kwa sababu ya kazi yako. Naomba Baba Mwenyezi Mungu uwabariki kila mmoja wao anapojinyima wakati huu ili kutumika katika kazi lako. Umbariki yeye kwa njia vyote katika maisha yao, ili waweze kuona utukufu wako, waone ushindi wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.